Habari yako mtazamaji popote pale ulipo. Leo hii tupo maeneo ya Shangani, mkoa wa Kaskazini Unguja, maeneo ya Mkwajuni, ambapo mbunge wa jimbo la Chumbuni ametoa sadaka yake ya kufutarisha watu zaidi ya 600 kwa siku hii hapa ya leo. Hapa tutamsikiliza mbunge wa jimbo la Chumbuni, Mheshimiwa Ussi Salum Kondeza, akizungumza pamoja na kutoa ilani yake kwa wale wote ambao wamechaguliwa lakini hawafanyi vitendo vya kuendeleza maendeleo katika majimbo yao. Nipende nichukue nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia toka Ramadhani ile mpaka Ramadhani hii tumekutana tena wazima, na tunasema alhamdulillah. Lakini mbali ya kuwa tumekutana tena wazima, na mimi pia kwa nafasi yangu ile ya ubunge bado nimerudi tena. Kwa hivyo wananchi wangu wa jimbo la Chumbuni, nichukue nafasi hii na wapongeza na nawashukuru, wamenirudishia nafasi yangu kama kawaida, maana yake wameendelea kuniamini. Na leo hii tuko hapa, watu umeona wengi na wamekuwa wengi kwa sababu moja au mbili. Maana yake kwanza mwezi wetu huu mtukufu, lakini la pili na jinsi ambavyo mimi nakaa nao, lakini na majirani na ile asili ambayo ipo katika hichi kijiji chetu. Kwa sababu hii ni utaratibu ambao umeanza si kwa ubunge. Huu ni utaratibu wa kijiji chetu hichi ambacho kinaitwa Pitana Zako. Wazee wetu ambao wametuzaa sisi, hii ni utamaduni wao, walikuwa wanafanya dua kwa ukubwa wao, na sisi tumerisi, ndio maana mnaona na sisi tunaendelea kuifanya kwa ukubwa wetu. Fadhila ambazo anazipata mtu ambaye anafuturisha watu, zile fadhila ambazo yule uliomfutarisha kama sababu zake 10 na wewe ambaye umemfutarisha unapata 10. Lakini vile vile kufutari kwa pamoja, hii ndo asili ya Wazanzibari. Hichi ambacho tunakifanya sisi hapa, yani tunadumisha mila na utamaduni wetu. Wazanzibari huko tulikotoka, sio leo kila mtu anafutari ndani mwake juu ya meza, lakini sisi asili yetu ni kufutari kwa pamoja na ni kuonesha umoja ambao mlokuwa nao, lakini na kwenye busati kama hivi. Tunafutari wote chini, tunakaa kwa pamoja, lakini inakuwa ni hii inaleta, kuna watu hatuonani mpaka siku kama leo mwaka mzima. Kwa hivyo tukiwa na utamaduni huu, najua mtu hata kama hatukuonana sasa hivi au baadaye, lakini siku ya mwezi 15 kama hivi basi tunaonana. Wito wangu kwanza, kila dini yetu ya Kiislamu imetutaka mwenye uwezo asaidie walikuwa hawana uwezo. Lakini la pili, tukirudi kwenye waheshimiwa, kila mheshimiwa anatakiwa lazima ajue wapi yupo na uheshimiwa wake umepatikana kutokana na jamii. Sasa unapokuwa umepatikana kutokana na jamii, basi inabidi lazima mtu urudishe, na hii ndio kurudisha yenyewe. Lakini kama haitoshi, sisi kila binadamu ana asili yake. Sisi hapa asili yetu watu wa kijiji hichi, hii ni tangu babu na babu na babu, hatuiachi. Kwa hivyo na mimi nimeamua kuendeleza asili yetu na kutokuidharau kwa sababu labda nimepata madaraka au niko vipi basi nisahau asili yetu. Hapana, hapa mimi kijijini kwetu na nawapenda sana wananchi wa kijijini petu. Naye mwakilishi wa jimbo hili la Chumbuni, Mwakame Mohamed Sufiani, hakuwa nyuma katika kushirikiana na mbunge wake katika kutoa sadaka hii kwa hali na mali, na pia kuelezea kitendo hichi kwamba ni faraja na sio tu kutoa kwa kujionyesha. Leo tumekuja hapa kwa ajili ya kushiriki kwenye iftari ambayo mwandalizi mkuu ni mbunge wa jimbo la Chumbuni, lakini leo katuleta kwenye kijiji chao ambacho yeye ndiyo kazaliwa. Na anafanya haya kwa sababu ya wito wa mambo mawili. La kwanza, wito wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye yeye katusisitiza kwamba wale wenye uwezo basi wawafutarishe, wawape sadaka wale ambao hawana uwezo. Kwa hiyo leo kaja kufanya kijijini kwao, lakini bado anaendelea kufanya katika majimbo mengine, lakini hata jimboni kwake haya mambo yapo na yatafanyika kama hivi lilivyo. Lakini la pili linalotufanya tufanye hivi ni kwa sababu Mungu mwenyewe kasema kwamba tunatakiwa tupeane sadaka, lakini pia tusaidiane, tutoe iftari kwa wale ambao hawawezi. Kwa hiyo kwenye wito hizo mbili ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, lakini Mwenyezi Mungu naye pia ametusisitiza hilo, ndio maana tunalifanya hivi.
na takribani haya hili jambo limekuwa linafanyika kwa kila mwaka. Unapofika mwezi 15 wa Ramadhani, kuna watu hawasubiri kualikwa, na mimi niseme kwamba Wazanzibari wote wasisubiri kualikwa. Leo tumefutarisha hapa takribani watu 600 na kidogo, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwakani tutaongeza zaidi, kwa sababu kila siku watu wamekuwa wakiongezeka na wito umekuwa unaitika. Watu wanakuja kwa mapenzi yao, lakini pia wanakuja kwa ajili ya kuja kupata iftari ambayo inatolewa na watu ambao kwa imani zao wameamua kuwapa watu au wanyonge ambao ni Waislamu ili kusaidia katika maisha yao. Hawa ni baadhi ya wananchi ambao wamehudhuria katika ugawaji wa sadaka hii ya iftari, ambapo wengi wao wamezungumzia maendeleo aliyoyapata, lakini pia kufurahishwa na sadaka hii iliyotolewa. Hili ni jambo la faraja na ni jambo la furaha katika familia pamoja na wananchi wa kijiji cha Pitana Zako. Tumefurahi kuftari pamoja na wanafamilia, pamoja na majirani, pamoja na wazao wa kijiji cha Pitana Zako. Lengo la iftari hii ni kuweka umoja, mapenzi, mshikamano katika familia. Tumejiandaa vizuri na alhamdulillah tunapewa mafunzo vizuri na wakubwa katika familia, wanatupa ushirikiano mzuri, wanatupa mshikamano. Alhamdulillah watu wanaelewana, wanafahamiana na wanapendana. Kwa kweli nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu tujalia uzima na afya njema, tukaweza kuftari kwa salama na amani. Iftari ya leo ni nzuri na imekidhi haja kwa kiasi ambacho kama ilivyopangwa ndivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo nashukuru, tumuombe Mwenyezi Mungu waliopanga mipango hii, Mwenyezi Mungu awape uwezo zaidi ili waweze kufanikisha na yao mengine yaliyokuwa mbele yetu. Neno langu na wapongezi na washukuru zaidi kwamba waendeleze huu mpango huu wa kuweza kufutarisha watu, kwa sababu watu si hali moja, watu wako hali tofauti tofauti. Sasa kukusanya watu kama hivi ukaweza kufutarisha ni jambo ambalo la faraja kubwa, na Mwenyezi Mungu siku zote anatuhimiza tufanye hivyo. Kwa maana hiyo namuomba Mwenyezi Mungu awape moyo zaidi na nguvu waweze kufanikisha haya malengo ambayo tayari wamekusudia hapa. Wale viongozi wengine waige mfano huu ambao tayari ndio utakaokuwa utafanikisha yale malengo mahususi, kwamba tayari ya kufutarisha, hasa kukusanya jamii kama hivi na kuweza kuifutarisha wote wakapata kufutari kwa pamoja. Hapa kijijini kwetu ndo hapa tu, hamna kijiji chengine tulichofutarishwa kama hivi na mtu mwingine, au sehemu hii kijiji chetu kuja mtu mwingine akatufutarisha, hamna, isipokuwa hapa tu. Hapa kijijini kwetu tokea tufutarishwa na Mheshimiwa Pondeza, hajatokea mheshimiwa mwingine kutufutarisha kama hivi. Nawaambia viongozi wengine wafanye kama kiongozi mwenzao alivyofanya, ili sisi wananchi tufurahike zaidi na zaidi. Nikiripoti kutoka maeneo ya Shangani Mkwajuni, mkoa wa Kaskazini Zanzibar, mimi ni Mariam Khair.